عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ndugu wanahabari mliofika, ndugu Waislamu, ndugu wa Tanzania mnaotufuatilia, mbele yenu ni umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, na tumewaita leo ikiwa ni sehemu ya pili ya muendelezo wa yale ambayo tuliyaeleza kwenu baada ya kutokea uchaguzi mwaka huu. Kimsingi ni kwamba tumekuwa na maudhui yenye kichwa cha habari ukumbusho na tahadhari. Yani sisi Waislamu tunatumia kama sehemu ya kuwakumbusha Waislamu wenzetu, lakini tunawakumbusha na Watanzania wenzetu. Katika huo ukumbusho ndani yake kuna tahadhari kubwa. Yapo mambo ya msingi ambayo yanapokuwa yanaashiria kutokea, sisi kama Waislamu hatupaswi kukaa kimya, na tumekuwa tukichukua hatua ya kueleza tahadhari hizo siku baada ya siku. Ndugu zangu, ama katika siku ya leo tutawakumbusha tena kwamba yapo mambo yaliyotokea kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, na yanayoendelea baada ya uchaguzi katika nchi yetu. Mambo haya kimsingi tutakuwa tukielezana siku baada ya siku, na bahati mbaya au nzuri ni kwamba wenzetu haswa hawa wa Katoliki, tunaposema wa Katoliki tunamaanisha ni kwamba ni sehemu ya jamii ya imani ya Watanzania, na ifahamike kwamba hatuna uadui sisi na Wakristo. Yani sisi kama Waislamu hatuna uadui kabisa na Wakristo, isipokuwa Kanisa Katoliki kupitia kitengo chake cha maaskofu na kupitia msemaji wao Katibu Mheshimiwa Kitima, yapo mambo ambayo sisi kama Watanzania tumekuwa tukitafakari siku baada ya siku. Kwa mfano, utaona wazi kwamba tumepata kueleza kwamba wao ni sehemu ya kuhamasisha vurugu katika nchi yetu kabla ya uchaguzi, na tuna evidence ya kutosha tu. Taasisi mbalimbali za kiimani, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na asasi za kiraia zilikuwa zikichukulia tahadhari kubwa na kuashiria kwamba aina ya hamasa inayoendelea katika maandamano ya tarehe 29 yana ishara ya uvunjifu wa amani. Kwa hivyo kupitia vyombo hivi vya kidini walitoa tahadhari, lakini Wakatoliki peke yao hawakutoa tahadhari yoyote kabla ya kufanyika haya maandamano ya tarehe 29. Lakini kitu kinachoshangaza, baada ya kufanyika maandamano hayo, yale ambayo vyombo vingine vya kidini walikuwa wakichukua tahadhari na wakionya kwamba maandamano haya yanaashiria kuwepo katika misingi ambayo inakwenda kuvunja amani, na dalili zilikuwa wazi. Hakukuwa na aina yoyote ya kuomba kibali, hawakuwa na ujumbe wa aina yoyote, walifanya uharibifu mkubwa, yakatokea maafa makubwa, hata watu wakauawa katika hayo maandamano. Lakini kanisa hili Katoliki ndio ambalo sasa baada ya kutokea aliyotokea, ambayo tunaanzia hapo kwamba tunafikiri huenda wao ndio walikuwa wamearatibu mambo haya, wao sasa wameshikia pointi moja tu kwamba kuna watu wameuawa, lakini mbona kanisa Katoliki hamchukui hatua juu ya vile vyanzo na viashiria vilivyopelekea watu kuuawa? Kwa sasa imekuwa kila wakikaa wanakuja na tension mpya, kila wakikaa wanakuja na mipango mipya. Tunawaamsha na kuwazindua Watanzania na Waislamu watambue sinema hii ambayo Wakatoliki wanaifanya katika taifa letu. Kuna mambo ambayo nataka sasa tuyapitie kwa pamoja. Jana Kanisa Katoliki kupitia TEC na msemaji wao Katibu Mheshimiwa Kitima amesema wazi kwamba baada ya matukio yale yaliyotokea, wao kama kanisa wana hospitali zao, walipokea baadhi ya wahanga wa hayo maandamano waliopigwa risasi, na walipopokewa katika namna ya kuweza kutaka kuwahudumia, yeye anasema Waislamu amkeni, yeye anasema Watanzania wenzetu ambao wa madhehebu mengine ya Kikristo amkeni. Kitima anasema baada ya kupokelewa kuna wahuni walikuja pale katika hospitali yao wakitaka kuzuia wasihudumiwe.
Sasa sisi kama Watanzania tunajiuliza, hawa wahuni kwanza walitoka wapi? Na walijuaje kwamba hawa waliopata maafa katika maandamano wanakwenda katika hospitali ya kanisa? Lakini sehemu ya pili, sisi kama Watanzania, sisi kama Waislamu tunajiuliza, hawa aliowaita wahuni ni akina nani? Na kwa nini alipopata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika mazungumzo yao aliyoyaita ya kibinafsi, lakini mwenyewe amethibitisha kwamba pamoja ya kibinafsi waliweza kuzungumza mawili matatu yanayohusu nchi, kwa nini haya hakuyaeleza kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu? Hizi ni ishara za uchochezi wa uvunjifu wa amani. Watanzania amkeni, Waislamu amkeni, Wakristo wa madhehebu mengine amkeni katika mipango hii ya Kanisa Katoliki. Lakini kama hili halitoshi, kuna tume ya uchunguzi iliyoundwa na Mheshimiwa Rais. Kwa nini maelezo haya kabla hajayapeleka public asiyapeleke kwenye ile tume, ili ikasaidia hayo anayoyataka yaweze kuenda na evidence ambazo zimetokana na tume? Hivi ni viashiria, hizi ni alama kwamba Kanisa Katoliki lina agenda ya siri ambayo inawapelekea Watanzania, na Watanzania kama hatutakuwa na tahadhari tunakwenda kuingiza nchi yetu katika machafuko makubwa. Sisi kama wahadhiri tulisema mwanzo na tunasema, kwa mipango hii michafu ambayo inakwenda kwa ajili ya kuwakandamiza Waislamu, inakwenda kuonyesha wazi, inakwenda kuwabagua Watanzania waliokuwa pamoja katika taifa moja kwa miaka mingi, hatuwezi kukubaliana nao. Na tunawaambia Kanisa Katoliki, sisi kama Waislamu tuko tayari, na tunawaambia Waislamu tuko tayari kwa yoyote ambaye atakayeyafanya mambo ambayo yatakuwa yanakandamiza Uislamu kwa makusudi, yatakuwa yanasababisha kuhatarisha amani ya Waislamu na Watanzania wenzetu kwa makusudi, kwa ubaguzi waliokuwa nao. Sisi hatutakubali. Sisi tumeumbwa siku moja na duniani tutaondoka siku moja. Hivyo basi, yale ya msingi ambayo tunaendea kama Watanzania, busara ni kukaa kuyazungumza, na kama hawatokubali wakajiona wao wanastahiki zaidi, kuna mambo mengi sana yanatokea katika nchi, sisi hatutakubali. Mashehe kule Kilwa tulisema walifanywa mambo mabaya, walichomwa ndevu zao kwa moto. Kuna mambo ya kikatili kama hayo. Mbona Katoliki hamkusema? Mbona mlikaa kimya? Matatizo ya Mwembe Chai, awamu ya kwanza tulieleza mauaji, lakini katika hayo mauaji yalitokea maafa na watu wengine. Watoto walikuwa shule. Chuki Othman alipigwa risasi, mpaka leo hawezi kutembea, anapelekwa chooni mpaka leo, analishwa mpaka leo. Kanisa Katoliki mlikuwa wapi? Bado mnaendelea kuchochea, bado mnaendelea kuamshamsha. Tunawaambia wanaokusudia kuandamana tarehe 9, sisi kama Waislamu tutatoka na tutahakikisha kwamba tunakabiliana nao watu hao, kwa sababu tunahitaji amani ya nchi. Hapa Tanzania tunahitaji amani ya nchi. Baada ya kuyasema hayo, niwakaribishe sasa wasemaji wangu kwa dakika chache, na msemaji wa kwanza ni ndugu yangu ambaye ni msemaji wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, Mwalimu Saidi. Karibu sana ili uweze kuzungumza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania ambao mnatufuatilia katika tahadhari hii ambayo Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunakwenda kuitoa kwa ajili ya kudumisha amani katika taifa letu. Ndugu zangu, tumeshuhudia hali tete ambayo kila mmoja katika Mtanzania, hakuna ambaye anatamani nchi yetu ibaki katika hali ya namna hiyo. Jambo hilo limefanya tubakiwe na maswali mengi kama Watanzania. Kisiwa cha amani leo kimefikaje hapa kilipofika?
Katika mkutano wetu na waandishi uliopita, tuliwaambia watu maandamano haya ambayo yameratibiwa kwa fujo, kuvunja miundombinu, biashara za watu, haiwezekani yawe yameandaliwa na Watanzania wazalendo wenye uchungu na Tanzania. Lakini tukawa tunatulizana, tuvute muda. Mwenyezi Mungu huwa hana kawaida ya kumficha mnafiki. Nani aliye nyuma ya maandamano haya kwa ukweli? Tulisema tupeane muda, itafika wakati Mwenyezi Mungu atakuja kuwafichua. Katika ile press iliyopita, moja katika mazungumzo ambayo yalipata kukamatwa zaidi na watu, kupokelewa zaidi na watu, ni pale tuliposema kama Waislamu, kwa sababu tumeona viashiria vya maandamano haya ni udini, chuki dhidi ya kiongozi mwenye taswira, mwenye jina, mwenye imani ya Kiislamu. Na tukitoa mifano kadhaa, hata katika nyakati zilizopita wakiongoza Waislamu katika nchi hii mambo yanakuwaje. Si tukasema kwamba na sisi tutakutana na hao wafanya fujo wenye chuki dhidi ya kiongozi mwenye imani ya Kiislamu. Lile jambo limesaidia kutujulisha pia ni kina nani waliokuwa nyuma ya maandamano haya. Mmoja katika viongozi hawa tunaowazungumza wa kanisa akaonekana akiwa nasi hii watu, mnaambiwa siji mtafanywa nini, msiogope. Hili limetutosha sisi kujua fujo hizi zimeandaliwa na kina nani. Kwa nini unawaambia watu msiogope waumini wako, na wakati msemaji hajasema kwamba tutakwenda kupambana na Wakristo, tutakwenda kupambana na watu wa kanisa? Amesema wanaofanya fujo na kuandamana. We kiongozi wa imani unawaambia wafuasi wako msiogope, maana yake waendelee kufanya kile mlichokusudia. Hichi ni kitu cha kwanza, kimetupa faida kubwa sana ya kujua. Na ndiyo maana hata kiongozi wangu hapa amezungumza kwa masikitiko sana. Wakati maandamano ya Oktoba 29 yanatangazwa, taasisi zote za kidini, walokole, Waislamu na madhehebu mengine walisimama kuiasa jamii, amani, amani, acheni ili tukae kwa amani. Lakini kanisa Katoliki pekee halikusikika kusema chochote kabla ya maandamano. Baada ya maandamano na kile kilichotokea, kanisa Katoliki limeongoza katika matamko ya kulaani. Mnataka tuelewe nini? Kulikuwa kuna matarajio teki wanayatarajia katika yale maandamano, na baadaye mission imeshindikana, ndio maana lawama zimekuwa kubwa. Kwa nini kama kweli nyinyi ni watu wa amani, tusiende pamoja kabla uharibifu, kabla vifo, kabla tabu hazijatokea, tukasimama kwa pamoja kuiasa jamii? Jamani, tulieni, msifanye kadha, acheni fujo, acheni kuandamana, serikali haijaruhusu, alimradi tuwazuie vijana wetu, jamii yetu isije ikaingia katika maafa. Viashiria vya hatari vinaonekana, teki wao na kanisa Katoliki wametulia kimya. Maafa yakitokea watu wanatoa matamko 30, laana zinatoka. Maana yake nini? Maana yake kuna unafiki nyuma ya matukio haya. Ndugu zangu, wanaofanya fujo haiwezekani wawe watu wenye uchungu na taifa lao. Unatuona sisi Waislamu, tunazungumza hapa, tuna majeraha makubwa sana katika nchi hii. Tuna vitu vimetuumiza miaka nenda miaka rudi katika nchi hii, na ni Waislamu na madhehebu mengine ya Kikristo yasiokuwa Katoliki. Tumeishi kiunyonge sana. Mimi nitatoa mfano mmoja kwa sababu sitaki kuyafanya mazungumzo yangu kuwa marefu. Mwaka 1992 Tanzania palisainiwa mkataba serikali na kanisa
hiyo memorandum of understanding. Katika mkataba ule serikali inatoa ruzuku katika bajeti zake kila mwaka kwa kanisa, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Afya, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Elimu kulisaidia kanisa katika elimu na katika afya, kwa sababu makanisa yalionekana yana mashule na yana mahospitali. Lakini je, TEC wamekuwa waadilifu katika fedha wanazochukua kutoka serikalini kwa ajili ya kuihudumia jamii? 1992 mpaka 2025 ni miaka 33. Kwa muda wa miaka 33 kwenye bajeti ya afya peke yake, ruzuku iliyotoka serikalini kwenda katika kanisa Katoliki ni trilioni 1.3, ambayo ruzuku hiyo kutoka katika Wizara ya Afya kwenda katika kanisa Katoliki imejenga hospitali 8 tu. Hospitali 8 tu, zingatia, hospitali 8 tu. Wakati kwa miaka hiyo serikali imetumia trilioni 1.2 kwa kujenga hospitali 129 katika kila wilaya ya Tanzania. Ni dhulma kubwa kiasi gani TEC na kanisa wameifanya katika ruzuku wanayopewa na serikali ambayo ni mali ya umma. Sisi Waislamu manufaa haya hatuyapati katika nchi hii. Walokole, semeni mnanufaika nini katika ruzuku hizi katika nchi hii? Protestanti, semeni nini mnapata katika hiki? Isipokuwa ni watu wachache tu wamejineemesha, wanapewa ruzuku, mambo yao yanakwenda. Leo kanisa linajenga mavyuo, mahospitali kwa kodi za wananchi katika ruzuku inayopita katika memorandum of understanding. Lakini sisi Waislamu tumeyajua haya. Mimi ni muhadhiri ambaye nimeanza kutangaza Uislamu tangu nikiwa mtoto mdogo sana, miaka ya 94 95. Swala la memorandum tumeanza kulizungumza Mwembe Chai tangu mwaka 95 96. Hatujasikilizwa kwa ajili ya amani ya Tanzania. Maumivu yetu yalibaki katika mioyo yetu, tuliendelea kuwa wapole mpaka leo. Mashehe wanachekwa, wanaitwa mashehe ubwabwa, misikiti inachekwa, haina mashule, haina maendeleo. Lakini tunajua maendeleo ya kanisa yanatoka katika kodi za Waislamu, kodi za Watanzania, kodi ambazo zinatengenezwa kukusanywa na serikali. Haya yote ni maumivu. Haya yote yanatutesa kama Waislamu, yanatuuma. Lakini tulikuwa wanyonge kwa ajili ya amani ya Tanzania. Ni sawasawa na mtu umepanda katika gari, alafu una jitu kubwa libaunsa limekukanyaga. Baada ya kukukanyaga, ukimwangalia ni mtu mkubwa, huwezi kupambana naye. Umekaa unatulia, safari inaendelea, abiria wote wanasema safari iko shwari, safari inaendelea vizuri, kumbe kuna mmoja anaumia. Tuliyakubali maumivu haya kwa ajili ya amani ya nchi. Lakini hatujayakubali kibubusa. Tuliyakubali kwa sababu ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna wakati Muislamu unajitoa sadaka ili watu wapate amani. Unakubali kupungukiwa mpaka haki yako ili watu waishi kwa amani. Katika Hudaibia wale watu waliliondoa jina la mtume kwamba aitwe Muhammad bin Abdullah na asiandikwe Muhammadur Rasulullah. Mkataba wa amani ule, mtume akakubali. Akasema ondoeni hilo Muhammadur Rasulullah, andikeni Muhammad bin Abdullah. Lakini yeye ni Muhammadur Rasulullah, ni mtume wa Mungu. Alikubali kiondolewe kile cheo chake katika wasfa, amani iwepo. Mtume anaingia mkataba kwamba Makuraishi, wale makufari, wakitoka katika dini yao kuingia katika Uislamu wanatakiwa wakamatwe, warudishwe katika ukafiri. Na Muislamu akitoka katika Uislamu akiingia katika ukafiri aachwe aendelee kuishi katika ukafiri. Ni mkataba wa dhulma, ulikuwa una maumivu kwa Waislamu. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaukubali kwa sababu ya amani. Amani ni kitu muhimu sana. Waislamu walizuiwa kwenda katika katika Kaaba tukufu, wasiende kufanya hija. Mtume na maswahaba wake wamezuiwa pale njiani. Anaangalia maswahaba wamechachamaa, sisi ni haki yetu, lazima twende. Mtume akawaambia maswahaba, nyoeni vichwa vyenu, safari yetu ya hija inaishia hapa. Wakakataa, haiwezekani, lazima twende. Mtume anaingia ndani, mke wake anampa rai,
anamwambia anza kunyoa wewe na hao watanyoa. Mtume anatoka nje ananyoa kichwa chake, maswahaba wananyoa. Hija katika Kaaba imeshindikana, lakini Waislamu walikubali kwa ajili ya amani. Sasa haya yote tunayozungumza manufaa yanakwenda katika Katoliki, Protestanti, siye nani, walokole, tupo Waislamu, tupo tunaonekana hatuna maana yoyote, tumevumilia kwa ajili ya amani ya nchi hii. Lakini nini kilichotokea? Lilikuwepo swala la bandari hapa. Wameletwa watu ambao wanasimamia bandari kisasa. Teki hawapati tena nafasi ya kufanya ya kwao ambayo tunayajua, na wenzangu watakuja watasema hapa, ambayo kwa miaka yote wamekuwa wakiyafanya kupitia bandari. Wakapambana kwa nguvu zao zote, tulisikia matamko, tulisikia hutuba, tulisikia kila kitu, jambo lile lisiwezekane. Kwa sababu ya kulipenda taifa, ile jambo likawa limewezekana, wale watu wakapewa nafasi ya kuisimamia bandari. Kumbe ni nongwa imeweka. Watu wanasema huyu kwa sababu kafanya hivi hakuna kuendelea, hawezi kutoboa. Wameweka deadline yao kwamba akimaliza hii miaka 4 biashara ishie hapo. Chuki zikaanza, matusi yakaanza, maneno mabaya yakaanza, shutuma zikaanza. Waswahili wanasema ukitaka kumuua paka au mbwa mpe jina baya. Sasa kila anachokifanya ukilinganisha na katika awamu zilizopita, unapata wapi ubaya wake? Nimeshangaa. Namsikia wewe katibu wa teki anasema kwamba masuala ya kutekwa watu yameanza miaka 3 iliyopita. Ni neno la aibu kwa kiongozi mkubwa. Ni neno ambalo la aibu, ni unafiki uliopitiliza. Miaka 3 iliyopita swala la kutekwa, tena anazungumza na vyombo vya habari eti haya yote yamesababishwa na matukio ya kutekwa watu yalianza miaka 3 iliyopita. Ni aibu kubwa. Nchi tunasahau kitu gani? Nani wa kusahaulishwa hili jambo? Lakini sio kwamba yameanza miaka 3 iliyopita. Ameutafuta muda ambao alianza kutawala mama wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania. Ni chuki ya kidini ndio inapelekea haya mambo. Chuki kwa sababu huyu ni Muislamu, basi hatakiwi kupata amani katika kuongoza kwake. Haya mambo tunayakataa. Sisi wote tunaishi katika jamii na wengine tupo katika vyama vya upinzani, lakini linapokuja swala la dini liko wazi kabisa kwamba chuki inafanywa kwa ajili ya Uislamu. Hapana, hatuwezi kukubaliana katika jambo hilo. Lazima ifike mahala watu wapate nafasi. Kama Tanzania ni nchi ya watu wote wapate nafasi. Akiongoza Muislamu aongoze, akiongoza Mkatoliki aongoze, na wengine turidhie muda wa kuwa wanatuongoza sawa sawa. Kwani nataka nikuulizeni wa Tanzania, je, hichi kipindi cha Mama Samia ndio watu wanaishi maisha magumu kuliko nyakati zote? Kipindi cha Mama Samia ndio kwamba sijui uchaguzi au kitu gani ndio umekuwa hovyo kuliko nyakati zote? Lakini kwa nini nyakati zilizopita mambo yalijiri mabaya zaidi? Kupita haya hatujaona nguvu kubwa, msukumo mkubwa, hatujaona presha kubwa iliyopigwa na namna nzito, watu wanajivika majukumu mazito kama wakati tuliokuwa nao. Uislamu wa Mama Samia ndio imekuwa shida, ndio imekuwa dhiki. Sasa huyu Mama Samia Tanzania, yeye sio Muislamu peke yake. Tupo na sisi Waislamu wenzake, na lazima itafika mahala tutasema kama akitawala asiyekuwa Muislamu katika Tanzania, sote radhiyatan mardhiya, tumeridhia hali shwari, amani, na akitawala Muislamu pia hali iwe shwari. Ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Zilianza kashfa za kutengeneza, watu wakaanza kujadiliwa mpaka gari wanazotembelea. Hatujawahi kuyaona haya. Watu wakaanza kujadiliwa mpaka hoteli wanazokaa, nyumba wanazokaa, pesa wanazomiliki. Alimradi tu itengenezwe chuki, kwa sababu wa Tanzania labda maisha yamekuwa hivi magumu, wanatengenezewa ile hasadi. Alimradi watu wajae katika vifua vyao chuki. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, pamoja na fitina zote zile, Oktoba 29 Allah ametuvusha salama na ataendelea kutuvusha salama. Kwa nini tunasema ataendelea kutuvusha salama? Kwa sababu Watanzania wamestuka, wanajua wanataka kuharibiwa amani yao. Rais alitoa msamaha wa vijana waliokamatwa kwa makosa ya uhaini. Katika msamaha wake amesema waachiwe huru hao walioingia kwenye maandamano kwa kufuata mkumbo. Watu wakatukana zile kauli. Kufuata mkumbo ni kitu gani? Juzi namsikia dada mmoja, dalali wa roho za Watanzania ambaye yupo huko Marekani,
anasema tusiandamane Oktoba tarehe 9, tusiandamane Disemba 9, kwa sababu Disemba 9 hao wamezuia sherehe za uhuru, watu watakuwa wamekaa majumbani. Kwa watu kukaa majumbani, maana yake tutakuwa hatupati watu wengi wanaotoka watakaoyashabikia na kuendelea nayo. Kama maandamano haya mna namba kabisa ya watu ambao wanadai haki zao, mnasubiri watu wanaopita barabarani wa kazi gani? Maana yake kumbe kuna watu wamejiandaa wao wawe kama chanzo, wawe kama kichochezi, alafu wasubiriwe watu wanaokwenda makazini, watu wanaokwenda mahospitali, watu wanaokwenda mashuleni, watu wanaokwenda katika masherehe, wanaokwenda katika shughuli zao, waingizwe katika ule mkumbo. Na hichi ndicho kilichojiri Oktoba 29. Na mama Mungu amemuonyesha hilo, akasema waachieni hao. Sasa kwa sababu tarehe 9 Disemba imezuiwa, wanaona hawa wafuata mkumbo hawatokuwepo, wanasema tusiandamane Oktoba 9 kwa sababu watu watakuwa wamekaa ndani, kwa sababu lengo lao waingize hata wasiokuwemo kwa zile pilika za sherehe. Akasema tutaandamana Disemba 25, siku ya Christmas. Sasa Christmas sio ya Wakatoliki peke yao, kuna madhehebu mengine pia ni sikukuu yao. Nimeshukuru sana nikiangalia komenti za Wakristo wa madhehebu mbalimbali wanavyolaani sikukuu yao ya Christmas kutajwa kama siku ya maandamano, siku ambayo kwa wao Yesu amezaliwa, wanasherehekea birthday ya Yesu wao, wengine Mungu wao, alafu wewe uende ukawapelekee mafujo katika mamitaa, ukawapelekee matatizo. Wakristo wamelikataa na hilo nalo. Hili jambo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba kwa uhakika amani inakwenda kushinda, na tunaamini ushindi utakapopatikana katika watu wanaoitetea amani ni mkubwa sana. Ndugu zangu, tunazungumza haya, tunataka watu wanaotufuatilia wasikilize hoja zetu, wasikilize yale tunayoyazungumza. Usiingie ukaleta mashambulizi bila kujadili kile ambacho tunakwenda kukijadili. Shida ya TEC na kanisa Katoliki inajulikana. Wao hawana chuki na Uislamu tu, hata ya madhehebu mengine kanisa Katoliki hawawapendi pia. Wewe angalia katika nchi yetu ya Tanzania, vyao vyote wanataka viwe vya kwao. Leo kuna baraza la mawaziri, mama akachagua. Rais amechagua baraza la mawaziri. Waislamu ni wangapi? Waislamu pengine ni robo tu katika baraza lile. Wakristo ni wangapi? Lakini angalia idadi ya Wakristo wengi wanatoka katika dhehebu gani? Kanisa Katoliki, wao ndio wanataka vile. Hajawahi kutokea rais Muislamu katika nchi hii, basi makamu wa rais asiwe Mkatoliki. Hawapo tayari. Hajawahi kutokea makamu wa rais nje ya Katoliki katika nchi hii, basi rais asiwe Mkatoliki. Akiwa rais Mkatoliki, makamu wake awe Mkatoliki, labda anaweza kupewa Muislamu, na hajawahi kupewa huo makamu mtu mwingine asiyekuwa Mkatoliki. Hata hiyo nafasi ya waziri mkuu, akipata nafasi ya waziri mkuu asiyekuwa Mkatoliki, angalia Wakatoliki wenyewe fitna watakayoileta, namna ya kumsambaratisha. Lowassa si alikuwa Mlutheri, sio Mkatoliki? Alimaliza hiyo nafasi, hata awamu moja alimaliza. Si wao Wakristo wakaanza sima Richmond, sima Rudegani, wakampiga fitna, na ni Mkristo mwenzao, sababu tu sio Mkatoliki, akapigwa vita mpaka akashindwa kuendelea na nafasi yake. Sasa hivi amechaguliwa waziri mkuu sio Mkatoliki. Angalia maneno ya katibu wa TEC jana, anaongea maneno yanaashiria dharau ya wazi kabisa kwa waziri mkuu. Eti kaniita tu kama jamaa yake. Unakuja kwenye vyombo vya habari kwa kazi gani kama umeitwa kama jamaa? Simngezungumza kama majamaa mkamaliza kule kama majamaa? Kakuita kama jamaa yake, mngezungumza kama jamaa yakaisha. Hayo uliozungumza na jamaa yako, kakuita kama jamaa ni wa kwenu, kakuita kama jamaa, umekuja kuitisha vyombo vya habari, unayazungumza unataka nini? Maana yake unakuja kumfedhei, kumdhalilisha jamaa yako. Unakuja kumweka wazi jamaa yako kwa kile mlichokwenda kuzungumza. Maana yake ni kumdharau. Tayari maneno yashaanza kwa sababu tu waziri mkuu sio Mkatoliki, fitna zishaanza tayari. Haya mambo tunayajua. Na mkiona tumekaa kimya, maana yake sisi tuna mapenzi na hii nchi. Nyerere wakati anagombania uhuru wa nchi hii, hajakuwa na kulia kwake wala kushoto kwake na Wakristo. Nenda kasikilize hotuba za Nyerere. Nenda pale wakupe katika maktaba zao hotuba za Nyerere, sikiliza. Anasema wakati napigania uhuru ni Waislamu tu ndio waliokuwa wakimzunguka. Wazee wetu akina Sheikh Suleiman Takadir, akina Chaurembo, akina Sharifa Al-Atas,
akina Sheikh Hassan bin Amir, akina Mzee Ramia, akina Bilali Waikera, hawa wote ni mashekhe wa Kiislamu, ndio walikuwa bega kwa bega na Nyerere. Nyerere anasema akapelekwa mpaka Bagamoyo pale, akaambiwa afunge saumu, akafunga saumu ya Kiislamu. Inafika saa 11 anasema kichwa changu kinauma, naomba maji na aspirini. Akamwambia hakuna aspirini, hakuna kunywa maji mpaka adhana ya magharibi iadhiniwe. Inafika adhana, anachinjwa kondoo, dua inafanyika, Nyerere anaftari pale, watu wanakwenda kuupigania uhuru. Tuna uchungu na uhuru wa nchi hii, tuna uchungu na amani wa nchi, kwa sababu sisi Waislamu tuna rekodi ya kutafuta uhuru katika nchi hii. Haya mambo yanatuumiza kuona watu wanataka kuja kuichafua Tanzania, yanatuuma sana. Mfano wake wakati wa Nabii Allah Daudi, kuna mama wawili walikuwa wanamgombania mtoto. Huyu anasema wa kwangu, huyu anasema wa kwangu. Nabii Daudi akatumia hikma, akasema wewe unasema wa kwako na wewe wa kwako, na hakuna anayetaka kusikia. Basi huyu mtoto tunamkata vipande viwili, wewe uchukue kipande kimoja, wewe uchukue kipande kimoja. Yule mama mmoja akasema sawa, kata nipe kipande changu niondoke naye. Mwingine akasema basi kama ni kumkata huyo mtoto hatopata uhai tena, kwa hivyo mimi nitakuwa nimekosa kumuona mwanangu, ni afadhali aendelee kuwa hai anaishi kwa mtu mwingine, mpe. Nabii Daudi akamchukua yule mama, akamchukua yule mtoto, akamkabidhi huyu mama aliyezuiwa mtoto asikatwe vipande viwili. Kwa nini? Kwa sababu ana uchungu na yule mtoto. Ndivyo ilivyo, ukiona watu leo wanaandaa liwalo na liwe, bora kinuke, nchi ungue, au hawana uchungu na nchi hii kwa sababu hawajashiriki kutafuta uhuru wa nchi hii. Hawana historia na wazee wao katika kupigania uhuru wa nchi ya Tanzania. Ndugu zangu, haya mambo ni mazito sana. Nataka niwaombe Wakatoliki ifike mahala wayaheshimu na madhehebu mengine, watuheshimu na sisi watu wengine tusiokuwa wao. Kama miaka yote wameendelea kuila nchi kwa namna wanavyojua, basi mama amefanya uadilifu kidogo katika bandari, wakandamize mioyo yao, wawe watulivu. Amani katika nchi yetu ni kitu bora kuliko hayo maslahi wanayoyapigania wao. Washachukua miaka 33, wamefanya kila wanachokitaka, waiache Tanzania katika hali ya amani. Tunayasema haya kwa sababu tuna majeraha mengi kama Waislamu, na mnapoyatonesha ya majeraha tutafikishana pabaya. Mnapoyatonesha ya majeraha tutafikishana pabaya. Sisi tumeshuhudia Kibiti kule, wazee wa Kiislamu anafungwa mikono yake nyuma, ndevu zake zinawekwa mafuta, anapigwa kibiriti. Haya yote yamepita katika nyakati za watawala wasiokuwa wa Kiislamu. Nenda pale jaribu mpakani, kuna msikiti mpaka leo una msitu ndani. Ule msikiti una msitu ndani, haufunguliwi tangu wakati huo. Waumini zaidi ya 40 wameondoka, wameenda kuuawa huko, hawajarudi katika majumba yao mpaka leo. Wameacha wake wajane, wameacha watoto yatima pale. Haya majeraha hatujayasahau. Tumepigwa Mwembe Chai. Mimi wakati huo ni mtoto mdogo, mwaka 1998. Tumepigwa Mwembe Chai pale. Ndani ya wiki 2 watu wanapigwa marisasi, wanapigwa marisasi, maiti zinaokotwa mtaani, hakuna tulichosahau. Na tunazungumza haya, hatuzungumzi kama wanasiasa, hatuzungumzi kama watu ambao tuna msukumo kutoka eneo fulani, tunazungumza kama watu ambao tunahitaji amani katika nchi hii. Tumeyavumilia yote hayo kwa ajili ya amani katika nchi hii. Sasa mtu akitaka kuleta chokochoko, basi haya na sisi tutahitaji kuyatendea haki. Tumezunguka Tanzania nzima kama ahadi yetu tuliyoitoa. Tumepeleka wahadhiri kwenye mikoa mbalimbali, wamehamasisha, na ndio maana mnaona watu wanasema msiandamane tarehe 9, badilisheni tarehe, kwa sababu tumeshamaliza. Wahadhiri zaidi ya 1700 tumewasambaza Tanzania nzima, wamekwenda kuzungumza na waumini misikitini, wameitisha masemina kuwaelewesha Waislamu katika nchi ya Tanzania. Hakuna atakayetoka na kuandamana hata mmoja. Na hii hoja sijui Gen Z sijui vitu gani kwamba hii haina udini ni unafiki tu, na watu wasioelewa vinachomekwa. Wewe chunguza, hata watu wanaojifanya eti wanaua udini ni Wakristo watupu ndio wanavaa makanzu na vilemba. Wewe ushaona Waislamu wamevaa misalaba kwamba Bwana Yesu asifiwe Waislamu wenzangu? Ushaona kitu cha namna hiyo? Ni wao ni kwa sababu wanapambana kuondoa dhana ya udini ambayo ndio ipo nyuma ya teki, chuki dhidi ya Muislamu, chuki dhidi ya Waislamu. Ili jambo hatukubaliani nalo, na mimi kwa maneno yangu nitaishia hapa kwa uchache. Niseme tu kwamba hiyo tarehe 9 Mwenyezi Mungu akijalia, Waislamu wote katika nchi ya Tanzania
Tutakaa katika majumba yetu, tutatulia. Lakini akija mtu kufanya uharibifu, sisi maskini Waislamu, misikiti yetu mnaiona, Sheikh Shabani, inaonekana misikiti yetu. Wenzetu amiri wana maruzuku kutoka kanisani. Tuna Waislamu wachache wafanya biashara Tanzania ndio wanatuchangia vijifedha vya kujenga madrasa kama kina Aleko hili na wengine. Ukiwafuata, chukua ijenga madrasa. Leo hawa Waislamu biashara zao zinakwenda kupigwa moto. Hawa Waislamu ambao wanakwenda kuchangia alau ujenzi wa madrasa, alau vitu gani, biashara zao ndio zimewekwa kwenye orodha, wanakwenda kuzipiga moto. Angalia chuki kubwa kiasi gani. Chuki kubwa kiasi gani. Alafu mtu aje aseme siji udini, sio udini, ni udini wa wazi wazi. Ni udini wa wazi wazi. Na hatuko tayari kuvumilia mambo yakienda namna hiyo. Wabillahi tawfik. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's always our pleasure as Muslims to thank and praise Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful, sustainer of all, creator of the heavens and the earth. Peace and blessings be the universal messenger of Allah and the seal of the prophets Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terrorism in the shadow of demonstration. I repeat this word. Terrorism in the shadow of demonstration. Ugaidi katika kivuli cha maandamano. Totally and completely. Ni ugaidi ambao ulipangwa na watu wakatekeleza mabaya katika nchi yetu, taifa letu la Tanzania. Taifa ambalo tuliishi kwa amani miaka mingi. Taifa ambalo mababu zetu walipambana ili kulifanya ni taifa liwe taifa jema na kivutio cha watu mbalimbali katika dunia. Tanzania ni nchi ambayo Mungu ameibariki katika baraka zake zote. Na ndio maana ikapewa sifa kisiwa cha amani. Ndugu zangu wapenzi, waandishi wa habari wa Tanzania kwa ujumla, Waislamu na Wakristo wa madhehebu yote katika nchi hii, all denominations. Hapa nazungumzia makanisa yote, sio specific kanisa fulani, makanisa yote. Na Watanzania kwa ujumla ambao mnatusikiliza. Wahadhiri wenu, tumekuja tena kwa mara nyingine ya pili. Na tumerudi baada ya kufanya investigation. We did our investigation thoroughly. Tumegundua ya kwamba kuna mipango michafu ambayo ilipangwa na inaendelea kupangwa kulihujumu taifa la Tanzania. Is unacceptable and we cannot accept majambo ambayo watu wameyapangilia kuyafanya katika taifa letu la Tanzania. Kwanza kabisa ametangulia kusema msemaji wetu wa UWAKTA, Umoja wa Waadhiri wa Kiislamu Tanzania, Al-Habibi Sheikh Saidi Juma Kinyogori, kuhusiana na mambo ambayo yanayoendelea hivi sasa. Tumekuja mbele yenu ndugu zetu wa Tanzania kuja kuweka sawa baadhi ya majambo na mengine pia kuweza kuwapa watu habari wapate kufahamu. Uhuru wa Tanzania. Hakuna padri hata mmoja. There is no single padri or kasisi, shemasi, buruda or anybody ambaye alishiriki wakati wa kutafuta uhuru wa Tanzania. The history repeats itself. Ukiangalia ziko hata picha waliopigania uhuru wa Kristo, ukiangalia pale hawazidi 2 watatu. Lakini jopo la waliozunguka walikuwa ni mashehe na wametajwa. Hawa walisimama kuupigania uhuru wa Tanzania. Na Tanzania ikapata uhuru. Mashehe walimchukua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakamwambia, kaa wewe pale mbele, endesha taifa. Ingelikuwa mashehe ni wa binafsi, wasingekubali kumweka mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere awe mbele, awe kinara kuliongoza taifa la Tanzania. Wakati wao walikuwa ndio majority katika kupigania uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo tunapozungumza kama Waislamu, we are talking at the people who fought for this freedom in this country. Don't take us as fools. We are not fools at all. We know
what is happening in this country, and we know everything, and what you are planning to do in this country, and we will never, and we will not be accepted. Hatuwezi kubali na hatutakubali ya kwamba watu wachache kwa ajili ya maslahi yao binafsi waje walichome taifa la Tanzania na on our own eyes, katika macho yetu tunatizama. Hilo halitakubalika na halitowezekana. Padri Kitima, sijui nani, una create bad tension katika nchi yetu ya Tanzania. Uchaguzi umepita, mambo yamepita, watu wanatafuta namna sasa hivi jinsi gani taifa litarudishwa kurudi mara pamoja. Wewe kila siku ya Mungu umekuwa ndio mtu wa kusimama kuja kutoa matamko ambayo ya kutaka kuvuruga amani ya taifa hili la Tanzania. Tumekuvumilia sana ya kutosha, lakini leo watatukuambie live hicho unachokitafuta. Padri Kitima, wewe, kuna yule padri mwingine anaitwa Ruwaichi aliwahi kusema ya kwamba kuna mijadala ya kijinga inayoendelea katika mitandao, msiwajibu wao. Watu wanasema ya kwamba mkimwaga ugali tutamwaga mboga na kadhalika, mijadala ya kijinga. Tunashangaa kama yeye anaona kwamba sisi tunaongea mambo ya kijinga, mbona yeye ametujibu? Ina maana yeye ni mjinga mwenzetu. Na kwa nini wanajibu? Kwa sababu wanajua tuliyosema ni ya ukweli. Taifa la Tanzania linahitaji amani kuliko kitu cha aina yoyote hivi sasa. Hivi hebu tuangalie tu kwa umakinifu tu ili jambo tulitizame. Leo amekuja huyu padri, ameongea maneno ambayo yametushangaza. Katika maneno yake ambayo alizungumza, anasema ya kwamba tume iliyoundwa wao hawaikubali. Tume ya uchunguzi iliyoundwa wao hawaikubali. Kwa sababu katika hoja anasema ya kwamba kwa nini tume, vipi leo muhalifu anaweza akajiundia tume yake mwenyewe? Hii tume inataka kufanya kazi sawa sawa. Si tuna swali liko pale. Kuna swali liko pale mbele. Hii tume ni tume iliyokusanya watu wa aina, tena ni wataalamu. Aliyekuwa jaji mkuu Tanzania, aliyekuwa IGP nchi hii ambaye ndugu yetu bwana Saidi Mwema. Huyu ni mtu ambaye alifanya kazi kubwa sana kwa kipindi cha Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Kulikuwa na ujambazi wa kimkakati katika nchi ya Tanzania. Mustaki tu tunayasema haya. Na mkiendelea kuchokona tutamwaga kila kitu, na mpaka baadhi ya makanisa mengine watajua mambo ambayo walikuwa hawajui, ubaya unaofanyika na kanisa la Katoliki katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu ukiangalia wakati wa JK kulikuwa na ujambazi ulikuwa ni ujambazi wa kimkakati. Ilipelekea mpaka Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete aende kumtoa ndugu yetu bwana Saidi Mwema, anamtoa Nairobi, anamwambia njoo Tanzania, mambo yameharibika. Na wakati huo askari walikuwa hata hawabebi mabunduki, lakini alipoingia Saidi Mwema akabadilisha mfumo wote wa jeshi la polisi. Wakaanza polisi kubeba AK47 kudili na majambazi mbalimbali. Na baada ya Saidi Mwema kuingia na wakafanya mikakati yao, na kweli ujambazi ulipotea kwa hali kubwa kabisa, kwa asilimia kubwa. Why? Ulikuwa ni ujambazi wa kudhoofisha utawala wa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Na presi yetu ya 3 tutatoa mkakati uliokuwa umepangwa dhidi ya ujambazi uliokuwa unafanyika kipindi cha Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Tunakuja kwenye pointi zetu zingine ambazo watu wanafaa watuelewe. Sisi tunasema ya kwamba nchi hii hakujafanyika maandamano. Nchi hii hakukuwa na maandamano. Get us right. Nchi hii kulifanyika uchafuzi, uchomaji wa mali za watu, na watu walikuwa na plani mbaya ya kulichoma taifa la Tanzania. These people have been paid a lot of money to burn this country. Na ukiangalia kwamba waliokuwa na shawishi mambo haya ni watu wako nje ya Tanzania. Lakini tunashangaa leo sisi hawa maaskofu, yani wana nia gani na taifa la Tanzania? Na kwa nini wao wamekuwa ndio wa matamko ya uchochezi? Alafu tunashangaa, tunaliomba jeshi la polisi liache kuwa bias katika hili. Ingelikuwa haya matamshi tunasema sisi mashehe, ingelikuwa mashehe wamesimama wanaongea matamshi haya, saa hizi hakuna shehe hata mmoja, wote wangekuwa wako ndani.
Lakini kwa nini hawa ambao leo waliovaa magwanda ya udini wanasimama wanaongea maneno ya uchochezi wazi kabisa? Leo mtu anasimama anasema ya kwamba eti waje watuambie waliofanya mauaji wa kina nani. Hivi tuulizane, kwa mtu mwenye akili na mzalendo wa kweli, hawa jamaa walikuwa wanachoma mali za watu, maduka ya watu yalivunjwa, mali zikapola, watu wanaiba mitungi ya gesi, video ziko wazi, na video hizi hatujaziona CNN zikionyeshwa. Lakini leo hajatokea padri hata mmoja aliyezungumzia madhara walioyapata watu waliochomewa mali zao. Hakuna aliyezungumza. Lakini leo hatujaona mapadri kutoa tamko kwa watu ambao walioibiwa mali zao. Hakuna. Huyu mmoja anakuja anasema ya kwamba uhai wa watu ni bora zaidi kuliko mali. Yaani maana yake tunaomba atueleze sasa sisi Waislamu tunasimama katika hoja, atuambie uhai wa watu ni bora kuliko mali zilizochomeka. Swali linakuja, wakati wale watu walivyokuwa wakichoma zile mali za Waislamu, kama ile mabasi ya Esther, mwenyewe ni Mpentekoste, hakuna mali ya Wakatoliki iliyochomwa nchi hii tarehe 29 Oktoba. Na laiti kwamba zingechomwa mali za Wakatoliki, tusingeona haya matamko na haya maneno nasema kina Padri Kitime. Lakini mali zilizochomwa zilikuwa ni mali za Waislamu, mali za Wapentekoste na Wakristo wengine wa another denominations na makanisa mengine mbalimbali. Hazikuchomwa mali za Wakatoliki. Ina maana kama mali za Wakatoliki hazikuchomwa, hii plani ilikuwa tayari full planned, na watu walikuwa tayari wameshaelekezwa kwamba mission yenu itakuwa mnaanzia hapa, mnakwenda pale, mnakwenda pale. Swali tunauliza hivi, leo Padri Kitima anasimama anasema ya kwamba uhai wa watu ni bora kuliko mauaji yaliyofanyika tarehe 29. Tunataka watujibu hizi hoja tunazozileta. Hawa watu wakati wanakwenda kuchoma yale mali za watu, wanachoma mapetrol station, wanakwenda kuona maduka ya watu yanavunjwa, na walikuwa wanaelekea sehemu za hatari, airport, Nyerere International Airport Terminal 3, walikuwa wanakwenda kuchoma kule airport. Walikuwa wanaelekea Kurasini, na Kurasini kule ndio sehemu ambayo kuna mitanki ile ya mafuta ya petroli, na majority ambao wanaomiliki matanki yale na magas kule Kurasini ni Waislamu. Walikuwa vijana wanaelekea kwenda kuchoma kule Kurasini. Tuulizane maswali. Wakati polisi, jeshi la polisi na jeshi letu la kulinda jeshi letu la Tanzania JWTZ, wakati walipokuwa wanaona hawa vijana wanakwenda kuchoma zile mali, hivi Padri Kitima atuambie, alikuwa anataka polisi wakae wawatizame, wawaache wakiwa wanachoma zile mali? Tunaomba majibu Padri Kitima na jopo lako, tuambie. Wakati polisi na wanajeshi wanaona kabisa hawa watu wanakwenda kuilipua nchi, wanakwenda kuchoma, wanaiba mitungi ya gasi, wanakwenda kuchoma maeneo mbalimbali, je, walitaka jeshi la polisi na jeshi la JWTZ watumie njia gani ili wale watu wasichome mali za watu na wasichome Tanzania? Kitima, tunaomba majibu. Na kama majibu hayo huna, njia mbadala ambayo ingefanyika, au Kitima anataka kutuambia kwamba polisi wangewachukulia na maji ya kunywa, wangeambia haya, na maji hapa kunyweni, sasa endeleeni kuchoma. Huo ndo uzalendo? Don't take us as fools, my friend. We know. Sisi tunajua tunachokisema. Tunasema hivi, amani ya Tanzania ni bora kuliko Padri Kitima, kuliko mtu wa aina yoyote. Amani ya Tanzania ni bora. Lakini kwa kuwa nyinyi mnataka tuseme, wote tuyaseme. Nakuja kwenye nukta hapa moja. Tunaposema kwamba hii nchi ndugu zetu wanaipeleka udini, hatubahatishi. We are totally and completely 100% we know what we are saying. Hii nchi kuna watu, kanisa Katoliki wamejimilikisha Tanzania. Wanadhania Tanzania ni ya Katoliki. This country is not for Catholic or anybody else. This country is for all of us, and we have full rights as Tanzanians to live in this country peaceful. Hii ni hali ambayo kila Mtanzania anafaa aielewe. Hapa kuna waraka. Waraka huu uliandikwa, ambao uliwasilishwa na ripoti ya Dr. Slaa, ambao waraka huu uliandikwa mwaka 1990. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 5 waraka huu ulitembea Septemba. Na waraka huu kichwa chake cha habari kinasema Activities of the Church in Tanzania.
activities of the church in Tanzania, na ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya papa ambaye alikuwa ni Papa John Paul kipindi kile. Sikiza vizuri, ndani ya waraka huu, ndani ya ripoti hii, kanisa liliripoti uwepo wa Commission of Armed Forces. Sikia maneno hayo. Kanisa liliripoti ya kwamba kuna uwepo wa Commission of Armed Forces. Maana yake nini? Tume ya kijeshi katika kanisa Katoliki. Ndani ya kanisa Katoliki, Commission of Armed Forces. Lakini barua ya baraza kuu kwenda kwa waziri wa mambo ya ndani, ambaye reference yake ilikuwa imeandikwa BK/J.15/A/98, ilichapishwa kwenye gazeti la Anuri tarehe 9 mpaka tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 1998 katika ukurasa wa 11. Ikumbuke kuwa katiba ya Jamhuri ya Tanzania ibara namba 147 inatamka wazi marufuku kwa mtu yeyote au shirika au taasisi yoyote au kikundi chochote cha watu isipokuwa ni serikali peke yake kuunda au kuweka jeshi la aina yoyote katika nchi hii. Nukta hii mtuambie Katoliki, hii Commission of Armed Forces ambayo mlikuwa nayo, maswali tunaomba tujibiwe na teki. Sasa tunaomba maswali yetu yafuatayo. Swali la kwanza, hii tume ambayo ya kijeshi ambayo ilikuwa imeundwa, kanisa Katoliki imeunda tume hii, mtuambie. Swali la kwanza, majeshi yale hii tume ya majeshi yale imeteuliwa na nani? That's the first question. Swali la kwanza. Wewe Kitima ndio tuambie sisi. Swali la pili, hii tume yenu ya kijeshi kazi zake zilikuwa ni zipi? Swali la tatu, hii tume yenu ya kijeshi utii wao walikuwa wanauelekeza kwa nani? Swali la nne, gharama za kuitunza tume hiyo ya kijeshi ilikuwa zinatoka wapi? Swali la tano, na mkuu wake wa tume hii ni nani? Kwa sababu tunashangaa, tunaona leo Tanzania kuna balozi mbili. Kuna the Embassy of Italy, lakini kuna balozi, the Ambassador of Italy na Ambassador of Vatican. Nchi moja ina mabalozi wawili. Balozi wa kwanza ni balozi wa serikali ya Italia, lakini balozi wa pili ni balozi kutoka Vatican. Huyu balozi kutoka Vatican anafanya kazi gani katika nchi hii ya Tanzania? Na kwa nini nchi moja iwe na mabalozi wawili alafu huyu balozi pia anatambulika kiserikali ya Tanzania? Mtuambie nyinyi teki na tume yenu. Lakini pia ripoti ya gazeti la Mwananchi la tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2012 kwamba serikali ya Tanzania inatumia kila mwaka, sio vizuri hayo, serikali ya Tanzania inatumia kila mwaka bilioni 36.8, bilioni 36.8 kila mwaka, na hii pesa inatumika kwenda kupeanwa katika serikali za kanisa. Mtatuambia sasa, pesa za wavuja jasho kama sisi wa Tanzania, pesa zetu kwenda kutumika kwenye makanisa, nchi hii ni nchi ya Kikristo au nchi hii ni nchi ya raia wote ambao tuko huru? Huru imetengenezwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Mnaogopa nini tume hii isifanye kazi yake? Tunasema kwamba what are you afraid of? Unaogopa nini? Kuna usemi wa Kiingereza unasema the guilty always afraid before his chest, au the guilty always running away. Siku zote mtu muovu huwa anakimbia kabla kukimbizwa, na mtu muovu siku zote huwa anaogopa matokeo kabla tokeo jitokea, kwa sababu anajitengenezea sehemu ya kujilinda. Katika maneno ya kujilinda nikimalizia, alisema Padri Kitima katika maelezo yake, anasema mimi na nasema haya, siogopi kutekwa. Najua nitatekwa wakati wowote. Kwa nini natengenezea mazingira ya kutekwa? Serikali ya Tanzania, naomba tuwe wazi jamani, ili jambo la kutekwa naomba tuliweke wazi kwanza. Kuna tofauti ya mtu kukamatwa kwa matukano au maneno yake mabaya au uchonganishi au anayetengeneza uvunjifu wa amani katika taifa. Padri Kitima na wenzake wanajua kwamba wanayosema ni mabaya na yanawaudhi wa Tanzania. Tunaamini wapo Wakatoliki wema
ambao haya mambo wanayofanya hawa maaskofu hawakubaliani na yao. Tunaomba taifa letu la Tanzania, sisi ni wamoja na hatuna chuki sisi na Wakristo. Waislamu na Wakristo nchi tumeishi kwa amani miaka 60, hatujawahi kupigana, hatujawahi kuzozana. Lakini tunakopelekea hivi sasa, kuna watu wanataka taifa letu la Tanzania liingie kwenye machafuko, na hatutakubali Tanzania iingie kwenye hayo machafuko. Tunaipenda nchi yetu, amani iendelee na amani tuitunze, na nchi ya Tanzania ni nchi ya watu wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ilinde taifa letu la Tanzania. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wasamehe hawa ambao wanayepanga njama kwa ajili ya kulichoma taifa la Tanzania. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ilinde amani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wajalie wakazi wote wa Tanzania, Waislamu pamoja na Wakristo, tuendelee kuishi kwa amani na upendo. Hawa ambao Mwenyezi Mungu anataka kuichoma taifa hili, Mwenyezi Mungu atafutie kazi za kufanya. Tanzania ni bora sana kuliko mimi ninayozungumza hapa, kuliko Padri Kitima. Hawa ni wanadamu kama sisi, na wanapokosea tunafaa tuwaweke sawa. Tulipende taifa letu, na Mungu ibariki Tanzania. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Nianze kwa maamkizi ya Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini vile vile niwasalimie kwa salamu ya Bwana Yesu. Amani ya Mungu iwe nanyi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, lakini vile vile Waislamu wote wa nchi hii ya Tanzania, ambao ujumbe huu wa umoja wa hadhir wa Kiislamu unawalenga Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu malengo ya ujumbe wetu ni kutaka kuona nchi yetu imekuwa nchi salama, nchi ambayo iendelee kuwapokea wenye matatizo wanaokimbia kutoka katika nchi zao kama ilivyozoeleka, wanakuja kwetu nasi tunawapokea. Ndio malengo ya ujumbe wetu tunaoendelea nao kwa jamii yetu. Ndugu zangu, kabla sijaendelea mbele sana, nitataka nianze na nukta moja. Kila mmoja anazungumzia juu ya swala la amani, haki, amani, haki. Alafu haya maneno yamekuwa na mjadala kwenye jamii. Wako ambao wanasema pasipo haki hakuna amani, lakini wako ambao wanasema amani kwanza, alafu haki inakuja baada ya uwepo wa amani. Huu umekuwa ni mjadala mpana, lakini kwa mjadala huu mimi nitajitahidi sana kuzungumza kwa mifano. Bwana Yesu aliyasema maneno haya, na ukisoma kwenye kitabu cha Isaya vile vile, nasema nao kwa mifano, maana wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Neno la nabii limewafikia, lakini wao wana macho ila hawaoni. Na mimi nitatumia baadhi ya mifano kadhaa. Kuna mtu anasema kwamba haki bila amani, amani haiwezi kuwepo. Lakini kuna mtu anasema haki bila amani, haki haiwezi kuwepo. Na kuna mtu anasema amani bila haki, vile vile amani haiwezi kuwepo. Sasa mimi nataka nitoe mifano kadhaa. Katika haya mambo mawili kikanuni, linalotangulia huwa sio haki, linalotangulia huwa ni amani. Nitakupa mifano ya kawaida ili uweze kuelewa, ndugu mtazamaji, kwa maana ya Watanzania tunaowafikishia ujumbe huu, lakini na waandishi wa habari ambao mnawasilisha habari hizi kwa jamii. Leo hii kulikuwa kuna vurugu kubwa sana hapa tu Mashariki ya Kati, Palestina. Tuliona watoto wanabakwa, tuliona watoto wanapigwa. Hivi ni mtu gani kwenye vurugu zile alikuwa anaweza kusema anaenda polisi kudai haki? Yaani kwenye ile vurugu
Ni nani ambaye alikuwa anaweza kusema sasa ninatoka na kwenda polisi nikadai haki kwa sababu kuna mtu amekuja amenifanyia madhara? Maana yake ni nini? Pahala popote ambapo amani ikitoweka na haki huwa inafanya nini? Inaondoka. Kwa hiyo unapotaka kuzungumzia swala zima la haki, lazima uzungumzie msingi wa amani. Yaani lazima uhitaji uwepo wa amani ndio utazungumzia jambo la haki. Yaani huwezi kujadili haki pahala ambapo hakuna amani. Na sisi kama Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania hatumaanishi haki sio jambo la msingi. Lakini kila aina ya haki lazima uidai hiyo haki kwa misingi ambayo haitahatarisha amani ya taifa. Hili ndio jambo la msingi tunalosisitiza. Yaani kama wewe unaamini kuna jambo fulani ni haki, basi ile haki ile itengenezee njia nzuri ya kuidai ili uweze kuipata, lakini haki hiyo isiwe sababu ya kuharibika kwa nani? Kwa amani ya taifa letu. Ikiharibika amani ya taifa, madhara ni mengi sana. Nataka niwapeni mfano ndugu waandishi wa habari. Kwa muda wa miaka 7 Sudan imekuwa katika machafuko makubwa. Miaka 7. Kuna mtu mmoja anaitwa ni rais wa Sudan, Omar al-Bashir. Alikuwa rais wa Sudan. Watu wa Sudan kupitia mwanadada mmoja ambaye magazeti ya kimagharibi yalikuwa yanamwandika yule mwanadada kama shujaa, kama mnavyomuona yule dada wa kule Marekani anayejiita Mange, anaitwa Mange Kimambi. Yeye katuita sisi ni mashehe ubwabwa. Alafu akanasema yeye anaupenda sana Uislamu kuliko sisi kwa sababu yeye ni Muislamu. Lakini wakati anasema anaupenda sana Uislamu, amevaa muigi unazunguka mpaka huku. Anasema ameupenda Uislamu, vipaja vyake vya mbaumbao vyote viko uchi tunaviangalia. Sasa wewe unaupenda Uislamu gani wakati wewe mwenyewe ulivyokaa umekaa kikafiri? Sasa wewe Uislamu upi unaupenda? Sasa unaweza ukashangaa yeye kusema eti anaupenda Uislamu kuliko sisi ambao tumekuwa tukiutangaza Uislamu toka tuko wadogo, kabla hatuna ndevu mpaka leo sisi tuna ndevu. Wewe unasema unaupenda Uislamu kuliko sisi. Sasa Sudan kulikuwa kuna huyo dada ambaye yule dada alikuwa anahamasisha kama anavyohamasisha. Alikuwa ni dada mwenye umri wa miaka 22. Akawa anahamasisha rais huyu tumondoe, afai. Yakafanyika maandamano makubwa ndani ya Sudan. Lakini baada ya yale maandamano Rais Omar al-Bashir akakamatwa, akaondolewa kwenye madaraka. Toka aondolewe sasa hivi ni mwaka wa 7 years. Miaka 7 sasa hivi imepita. Ndani ya miaka 7 Sudani haikaliki mpaka leo. Watu wanatamani hata ule utawala wa Rais Omar al-Bashir urejee. Watu wanakufa, watu wanauawa kwa sababu nini? Ilitumika njia ambayo ni njia mbaya kwenye kubadilisha utawala. Kwa sababu tunayo hiyo mifano, watu wenye akili timamu huwa wana kawaida ya kutumia mifano inayotokea kwa wenzao ili kuziwia majanga ya namna hiyo yasiweze kutokea kwenye taifa lao. Kwa sababu hiyo pia tunauona huu mgawanyiko ulioko katika taifa letu. Kwa mgawanyiko huu ikitumika hiyo mbinu, taifa hili halikaliki. Halikaliki kabisa. Lazima taifa hili itafika pabaya sana. Katika hali kama hiyo ndio maana leo tunatokea tunasema ili baada ya muda yakitokea watu watakuja kujua kwamba wale wahadhiri mliokuwa mnawaita machawa walikuwa wanasema ukweli. Wakati huo hauna chakula, wakati huo uko barabarani, wakati huo uko kwenye ukimbizi, umetengenezewa kadude kadogo, umekaa na familia yako, baba umo, mama umo, mko chini ya hema, mama analala pale, baba analala pale, mtoto analala pale. Wakati huo ndo mtakuja kujua kwamba kumbe wale wahadhiri wa Kiislamu walikuwa wanasema nini wakati nchi haikaliki tena. Kwa msingi tunaosimamia sisi, kama kuna haki yoyote, na sisi tunaamini viongozi ni binadamu. We know kuna mambo ambayo hayako sawa. Tunajua hilo. Hatuwezi kusema kila kitu kiko sawa. Tutaonekana ni watu ambao hatutumia akili vizuri. Kwa tunaamini kuna mambo hayako sawa. Lakini taifa letu la Tanzania, toka tunadai uhuru, hatukutumia mapigano. Tulikuwa tunatumia meza, majadiliano. Na hata mabadiliko mengi yalofanyika toka tunaingia kwenye vyama vingi mwaka 92, tunaingia kwenye utaratibu wa vyama vingi. Kuna mambo mengi yalikuwa yameenda yanabadilishwa, lakini haya yote hayakubadilishwa kwa sababu ya nguvu. Hatukupigana,
hatukuumizana ndio yakabadilishwa. Tulikuwa tunakaa kwenye mijadala. Kwa hiyo mijadala ndio ilikuwa inapelekea tunafanya exchanging, tuwatengeneza mabadiliko ya hapa na pale mpaka ikafika hapa tulipofika. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata huko tunakokwenda hatuwezi kushindwa kufika. Kuna mambo ambayo unaweza kuyaona katika hali ya kawaida, na sisi tunasisitiza kwa sababu tunawaambia watu wenye akili ili watu waelewe. Katika press yetu ya umoja wa hadhiri tulioipita juzi, kuna watu wakao wanapita huko wasema wanataka kukata vichwa. Cha kusikitika zaidi nikaona amesema hapa nadhani ni amiri, kwamba kiongozi wa kanisa anakaa ndani anasema nyinyi wa Katoliki msiogope kwa sababu kuna watu wamesema wanataka kuwakata vichwa. Nikawa najiuliza, hivi huyo alosema kwamba anataka kukata wa Katoliki vichwa ni nani? Na amesema wapi kwamba anataka kukata Katoliki kichwa au asiyekuwa Muislamu kichwa? Nani na kasema wapi? Kwa mfano, takuja kusisitiza mwanzo kitu muhimu mwishoni ili watu waelewe. Mimi naitwa Ibrahim Muhammad Khamis Ramadhani. Mimi Ibrahimu, jina hili nililo nalo ni jina la babu yangu. Babu yangu mimi mzaa mama alikuwa ni Mkatoliki, alikuwa anaitwa Jacobo. Akasilimu. Aliposilimu akachagua jina la Ibrahimu. Baada ya kuwa Ibrahimu, baada ya kusilimu, akamuoa bibi yangu, wakamzaa mama. Nimekuja kuzaliwa na mimi nimeitwa Ibrahimu. Tafsiri yake ni nini? Maana yake babu zangu wadogo, shangazi wa mama zangu, maana yake ni Wakristo tena wa Katoliki. Tafsiri yake kama ninasema tunakwenda kuwakata vichwa wa Katoliki, maana yake naenda kumkata kichwa babu yangu, naenda kukata kichwa ndugu za mama yangu. Lakini tunachokisema sisi ni nini? Nitakirejelea ili watu waelewe nini tunasema, ili atakapotokea watu wasiseme kwamba hatukusema. Mwaka 1994 baada ya mauaji ya kimbali, Mwalimu Nyerere, mwaka 1995 kuna maneno Mwalimu Nyerere aliyasema. Alisema hivi: mwaka mmoja umepita hapo nyuma, nchi ya Rwanda 85% ya Wanyarwanda ni Wakatoliki. 85% ya Wanyarwanda wanasali kanisa la Wakatoliki. Lakini Mwalimu Nyerere alisema hivi, kutokana na ubaguzi kule unaitwa ukabila, lakini Nyerere alisema sio ukabila, kwa sababu alisema kabila lazima liwe na lugha. Lakini Watusi na Wahutu hawana lugha. Lugha yao ni moja tu, Kinyarwanda. Lakini akasema kabila lazima liwe na eneo, kwamba watu hawa kama leo ukisema Wasukuma, unajua unawapata Shinyanga, unajua unawapata Mwanza, unajua unawapata Simiu, lazima wawe na eneo. Lakini Wanyarwanda kwa maana ya Watusi na Wahutu wale hawana eneo, wote wanakaa sehemu moja. Lakini sasa kutokana na hichi ambacho nakieleza hapa, Mwalimu Nyerere akasema walipoanza kubaguana kwa sababu ya sura, kwa maana ya muonekano, kwa sababu ya ile waji, huyu anapua ndefu, huyu anapua fupi, nini kilitokea? Walianza kuchinjana, wakauana. Mwalimu Nyerere akasema na haya yatakapokuja kwetu hapa watu watachinjana. Haya maneno aliyasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1995. Kwa nini alisema watachinjana? Kwa sababu ya ubaguzi. Na ubaguzi ulioanza kuingia leo unatupeleka huko. Na ndio maana sisi kama wahadhiri wa Kiislamu tukasema tunapita kwenye misikiti kuwaeleza waumini wa dini ya Kiislamu na kuwahamasisha, na hata wale wasio Waislamu, wapenda amani, wapenda uhai wa taifa letu, tunawahamasisha, moja, wasishiriki katika mambo haya ya maandamano yenye malengo mabaya. Tukisema maandamano haya yana malengo mabaya, jambo liko wazi. Mtu anakwambia tutakuwa na maandamano ambayo hayana mwisho. Hivi mtu akikwambia maandamano yetu hayana mwisho, si tunaona hatari kubwa inayokwenda kutokea mbele. Kwa hatari hiyo hatuwezi kukaa kimya. Na ndio maana tukasema sisi kama Waislamu tunahamasisha Waislamu kwanza wasishiriki mambo ya namna hiyo.
Lakini pili, watakapokuja watu kutaka kuharibu mali zao, kama ambavyo walivyotangulia wenzangu, Waislamu lazima watajilinda. Hawatakubali hilo jambo la kuacha mali zao ziharibikwe. Na katika hiyo hali ya kujilinda, nini kitatokea? Yatatokea mapigano, kwa sababu barabarani kutakuwa na makundi ya namna mbili. Kundi moja linataka jambo fulani na kundi lingine linakataa jambo fulani. Yakishatokea mapigano, nini kitatokea? Ndio pale tukasema mtakuta tumekatana vichwa kwa maana ya Watanzania. Hatukusema kwamba mtakuta tumewakata vichwa watu fulani, lakini watu wakaigeuza ile agenda, wakaiwasilisha kwa namna walivyotaka, ili mradi iende kwa mashehe watawakata watu vichwa. Uislamu ni dini ya amani, lakini Uislamu japo ni dini ya amani, sio dini ya watu waoga. Japo ni dini ya amani, sio dini ya watu ambao wamekubali kudhulumiwa. Tunakaa kimya kwa sababu tunajua thamani ya amani ya taifa. Kwa kuelekea kumalizia, kuna mtu mmoja akasema, nimemsikia pia Padri Kitime, katika jambo ambalo sijui kama alikuwa Tanzania. Bahati nzuri mimi ni mwanasiasa, japokuwa ni mtu wa dini, lakini mwanasiasa. Maana si tuko wazi, ukinikuta kwenye jukwaa la siasa nafanya kazi za siasa, ukinikuta kwenye jukwaa la dini nafanya kazi ya dini. Na ndio maana kuna baadhi ya watu, miaka 5 au 7 iliyopita huko nyuma, niliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya vijana ya chama fulani cha siasa wilaya ya Ubungo kwa muda wa miaka 5. Siku moja nilialikwa ITV, kulikuwa kuna mjadala wa swala la katiba na tume huru ya uchaguzi. Nikazungumzia jambo hilo. Baadaye wametokea watu hapa juzi wakachukua klipu ile ya ule mjadala wa kuzungumzia umuhimu wa katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, alafu wakachukua na klipu za juzi wakaandika pale, wakasema kabla ya bahasha huyu kijana alikuwa mwenzetu. Nataka watu waelewe, sisi hapa hatuzungumzii kwamba katiba mpya inafaa au haifai, sio mjadala wetu. Wala tuzungumzie hapa mjadala wa tume huru. Tunachozungumzia hapa ni maandamano yanayoelekea kutaka kuharibu nchi yetu. Sasa usichukue dhana vitu viwili ukapeleka kwenye eneo moja. Mjadala wetu hapa sisi tunaangalia nchi yetu inakwenda wapi. Ndio tunachozungumzia hapa. Na ujumbe huu sio ujumbe wa chama cha siasa, ni ujumbe wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, ndio unaowasilishwa hapa. Kwa hiyo vitu ambavyo watu wanatakiwa waelewe tunachokizungumza hapa. Sisi tunasema hivi, sisi ni watu wa haki, sisi ni watu wa amani. Tunataka haki, tunataka amani. Hatutaruhusu kwa sababu kuna mambo tunayadai ya haki yawe sababu ya kuharibu amani ya nchi yetu. Mwisho akasema kwamba Padri Kitime kwamba katika uchaguzi mbovu uliowahi kufanyika katika nchi ya Tanzania haujawahi kutokea kama uchaguzi wa 2025 haujawahi kutokea. Bahati nzuri nimewaambia mwanzo, mimi nilikuwa mwanasiasa na ni mwanasiasa, naelewa. Nimeshiriki chaguzi nyingi na nimeanza kushiriki chaguzi na umri wa miaka 23. Miaka 23 na kwenda kufanya kampeni Lindi ya mgombea wa upinzani, napanda kwenye majukwaa na tukashinda Lindi. Huo ulikuwa ni mwaka 2010 nikiwa na umri wa miaka 23. Kwa hiyo najua vitu vingi kwenye siasa. 2019 utawala wa John Pombe Magufuli. Hivi nyinyi waandishi wa habari mlikuwa hampo? 2019 John Pombe Magufuli, majina watu, mimi nilikuwa wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo wagombea wote wa serikali za mtaa wa chama ambacho mimi nilikuwa sehemu ya watu wanaosimamia, wote walikatwa. Wakaambiwa hawajui kusoma, hawajui nini. Kitime inawezekana alikuwa likizo. Kwa hiyo pengine alikuwa Ulaya, akawa hajui yale mambo yaliyofanywa. Hapa ndio watu wanapata mashaka. Yaani watu wakisema kuna udini, wanaona namna mnavyopeleka zile hoja zenu, hamzungumzii tatizo kwa ujumla wake. Yaani mmechagua engo fulani, kama mna mtu fulani mnamlenga, lakini wengine mmewaweka pembeni. Hilo ndio tatizo linaposimamia. Tumeona hayo. Hiyo ni 2019.
Na 2020 Tanzania nzima wabunge wa upinzani walikuwa hawa wawili, mmoja Mtwara kule kwa Shamsia kule Mtwara vijijini, mwingine Nkasi, mbunge wa Chadema, mbunge wa Kafu mmoja na wa Chadema mmoja. 2020 wabunge wote wa upinzani zaidi ya 70 wamekatwa na utawala wa Magufuli. Padri Kitime anasema hajaona uchaguzi mbaya. Sasa huu mbaya sana, angalau ndio na ubaya wake, lakini tuna wabunge 5. Hivi Kitime ujue hata hesabu ya darasa la kwanza, 5 ukitoa 2 inabaki ngapi? Si inabaki 3. Kwa hiyo unataka kutuambia kule kwenye 2 ndio kulikuwa kuzuri zaidi kuliko huku kwenye 5? Yana hata hesabu ndogo hii ya chekechea. Na uzuri wa bahati, mkiandikwa pale kwenye zile makala zenu huwa mnaandika PhD. Sasa PhD yote hii inashindwa hata uwezo mdogo wa kupima haya mambo kwenye mizania midogo kabisa, kiwango cha PhD. Kwa hiyo mimi nataka nimalize kwa kusema kwamba, ndugu zangu Watanzania wenzangu, amani ni jambo la msingi sana. Wakristo ni ndugu kabisa, ni ndugu. Watu hawaelewi. Mimi katika hizi siku baada ya ile taharuki iliyokuwa imetokea, mtu mmoja aliyeniita ni shemasi, lakini huyo shemasi ni binamu kabisa ya mama yangu, na nikaenda nyumbani kwake na nimekaa siku 2 nyumbani kwake kwa shemasi. Sasa sisi ni ndugu, lakini tunapozungumzia maslahi ya taifa hatuwezi kuacha kuzungumzia maslahi ya taifa. Tutasimama kwenye maslahi ya taifa kwa ajili ya taifa. Tunawaomba sana vijana wa Kiislamu na wasio wa Kiislamu, msitumike. Hii agenda ina mikakati ya watu. Hawa wanasiasa watoto wao wako Kanada, wamewapeleka. Hawa wanasiasa watoto wao wako Ubelgiji, hamtawaona kwenye maandamano. Mimi nasema ni mwanasiasa, I know. Sisi wanasiasa huwa tuna tabia za ajabu sana. Unawachochea watu, ukishaona limeripuka wewe unakaa chumbani, unawasha TV, afu unawaangalia kwenye TV mambo yanaendaje. Sasa nataka nikwambie kijana wa Kitanzania, tuungeni nguvu yetu, tusimamie taifa letu, tudai haki kwa misingi mizuri. Tunayo njia ya kuendelea kudai mambo yote, na ninaamini serikali itasikia yale ambayo Watanzania wanayataka, lakini tusichome nchi yetu kwa sababu ya mambo yenye kupita. Waulahuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawashukuruni sana kwa kutusikiliza, asanteni sana. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mimi nina dakika 5, nadhani leo sitokuwa na mazungumzo marefu. Mimi nataka kuuliza tu, kwani huyu Kitima ni nani nchi hii? Maana anafanya mambo utafikiri yeye ni waziri mkuu. Alafu hawa tek wanatakiwa wajue nchi sio ya kwao. Kwa sababu ukisikiliza kauli za Kitime hazitofautiani na Mange Kimambi. Na Mange Kimambi totally si Muislamu. Yaani sio yule Muislamu wa kuja mbele za watu. Jamani, sisi Uislamu tuna mila zetu sisi. Mila ya kwanza ya Muislamu, kanuni yake ya kwanza ni kupigania haki ya Mwenyezi Mungu kuliko haki yake yeye. Kwa mfano, hii Tanzania hii ikimwagika damu, Tanzania hii kukatokea vurugu kubwa, kwani risasi linachagua Muislamu na Mkristo, wote tutakuwa katika taharuki mbaya. Kwa hiyo sisi tunaokuja kusimama hapa kuwashawishi watu wasifanye fujo, kwanza tunapata thawabu. Na nyinyi waandishi mlioacha kazi zenu mnakuja hapa, mnapata ujira, mtalipwa na Allah. Huyu Mange Kimambi ni mtu wa kumpuuza, lakini mtu wa kumwombea dua za kuangamizwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nataka kuishia hapo. Niliwahi kumsikia Musiba. Wote si mnamjua Musiba?
na mtu akitaka ushahidi, klipu ile ninayo, alikuwa anamzungumzia Mange, sio mimi. Alisema hivi, huyu Mange Kimambi analaana kwa sababu huyu amezaa na baba yake, sio mimi naizungumza. Alisema Muswiba kwamba Mange Kimambi amezaa na baba yake. Sasa mimi nikawa najiuliza, huyu mtoto ambaye Mange Kimambi kazaa na baba yake watamuita nani? Na kama Mange Kimambi yale maneno kama yalikuwa ni ya kweli au ni ya uongo, mpaka leo sijaona amekanusha mahala popote. Kwa mimi ninachowaomba Watanzania, kwanza wampuuze Mange Kimambi, amelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Anachonikera zaidi ni kule kujifananisha kwamba yeye ni Muislamu. Hatuwezi kuwa na Muislamu sampuli ile, ni kutukana Uislamu. Mtu ambaye anafanya, watu tunaona wanafanya udalali wa nyumba. Kuna madalali wengi kutoka hapo wa vyumba, magari. Yeye ni dalali wa nafsi za watu. Allahu Akbar. Yani yeye anawadalili, mpaka juzi anasema sina hela. Yani akiwa anamaanisha watu wamchangie, aendelee kuhamasisha watu waendelee kufa. Mwenyezi Mungu amuangamize na amlani. Semeni amin. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari, tuwashukuru sana kwa kuweza kuitikia wito huu, lakini pia tuwaombe muweze kuupeleka ujumbe huu kwa Watanzania wenzetu na jamii yote iweze kufikiwa na ujumbe huu. Lakini kubwa zaidi, sisi kama wahadhiri tutaendelea kutoa ukumbusho huu katika jamii yetu ya Watanzania, lakini pia tutaendelea kutoa tahadhari hizi kwa Watanzania wenzetu ili tuweze kujifunza. Baada ya hapo tutaomba dua, ambayo dua hii itakuwa ni kwa ajili yetu na kwa ajili ya taifa letu. Hapa kuna mambo mawili ya kumalizia na ni muhimu sana haya kwa mustakabali. Hapa kuna mambo mawili ya kukamilisha na ni muhimu sana. Tumezungumza kwa urefu sana kuhusiana na chuki za kidini wanapotawala viongozi wa Kiislamu. Sasa kuna orodha hapa tumeipokea ya matamko ambayo teki walikuwa wakitoa kila Muislamu na Mkristo wanapokuwa wanaongoza. Tumwambia wakati wa Nyerere ameongoza miaka 23, lakini tamko halikutolewa hata moja na teki. Wakati wa Mwinyi miaka yake 10, teki walitoa matamko 17. Wakati wa Mkapa miaka 10, teki walitoa matamko 4 tu. Wakati wa Rais Kikwete miaka 10, matamko yalikuja 20. Wakati wa Magufuli miaka 6, matamko 3 tu. Wakati wa Mama Samia miaka 4, sasa hivi nimefika tamko la 11. Kwa mnaweza mkaona wenyewe jinsi wenzetu teki walivyotanguliza wa dini. Na kwa sababu teki ni watu wa dini, Kitima ni mchuni, ni askofu, tutakamilisha presi yetu wakati Amiri anawaruhusu kwa andiko lililopo katika Biblia. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. Lifikisheni hili andiko vizuri. Anapojiita askofu ajue Biblia inataka kumwambia kitu gani. Biblia inasema basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Sharti la kuwa askofu, kwanza usiwe mtu wa kufanya mambo ya kulaumiwa. La pili, Paulo anasema awe mume wa mke mmoja. Ili Kitima tumtambue kama askofu, atuambie ameoa lini, mke wake yuko wapi. Hiyo ni Biblia. Mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuai kufundisha na mpenda amani. Sasa haya yote yanaonesha kwamba uadilifu hawa teki hawajaukosa kwa Watanzania tu kuwachochea kuwaua, mpaka kwa Mungu aliyewaumba wamepoteza uadilifu kwake. Ndio maana maaskofu wanakaa bila kuoa, wakati Biblia hairuhusu askofu kuitwa askofu akiwa hana mke na familia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba sisi wahadhiri Jumuiya ya Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, tumeukumbusha umma wa Tanzania. Amin. Tunakuomba kila aliyesikia aweze kuelewa. Amin. Tunakuomba kila aliyesikia aweze kuelewa. Amin. Tunakuomba kila aliyesikia aweze kuelewa. Amin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uilinde amani ya nchi yetu. Amin. Na utujalie uweze kutulinda Watanzania sote kuishi kwa amani, kwani kuishi kwetu kwa amani itakuwa sababu nzuri ya kuweza sisi kukutumikia wewe na kufanya ibada zako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwalinde wanahabari wote waliohudhuria katika tamko letu hili.
na uwajalie kurejea kwao kwa salama na amani. Mwenyezi Mungu tunakuomba ulilinde taifa letu na viongozi wetu, uwape busara, hikma ya kushughulikia changamoto za taifa letu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.